Karibu msikilizaji wa Gray Simulizi katika simulizi yako pendwa inayokwenda kwa jina la Siri za Giza. Ninayekusimulia simulizi hii ni mimi Gray Simulia. Nikuombe usiache kusubscribe ili kupata mwendelezo wa simulizi zetu kutokea hapa Gray Simulizi. Katika jiji kubwa la kisasa ambapo kila mtu alikuwa akiharakisha kwenda sehemu yake, alikuwapo kijana aitwaye Taji. Aliishi maisha ya kawaida kabisa kwa nje, akijifanya kuwa ni mtu mwenye matatizo ya akili. Aliishi katika nyumba ndogo yenye samani za thamani, akifanya kazi ya kujitafutia riziki kwa kuandika michapo ya kifasihi na kudhaniwa kuwa ni mzito kichwani. Lakini Taji alikuwa na siri kubwa. Yeye si mlevi wala mtu aliye na matatizo ya akili. Aliyachukua hayo kama kivuli cha mafanikio yake katika kazi ya siri. Alikuwa mpelelezi wa serikali, akifanya kazi chini ya mwamvuli wa shirika la upelelezi la taifa. Kijiji cha kisasa kilikuwa na mashirika ya kifedha, makampuni ya kimataifa na vikundi vya uhalifu vilivyokuwa vinaunda mtandao mkubwa wa udanganyifu na mafisadi. Taji alipewa jukumu la kuchunguza na kuvunja mtandao huo bila kuwaonyesha wenzake kuwa alikuwa na kazi nyingine mbali na zile alizokuwa akifanya kwa kawaida. Aliwafanya watu wamuone kama mtu asiye na nguvu au malengo. Katika mtaa wa jirani alikutana na Samira, msichana mrembo ambaye alionekana kuvutiwa. Hakuwa na uwezo wa kudhibiti hisia zake, lakini alijua kuwa kumvua Samira katika mchezo wa siri ulikuwa hatari. Alijua kuwa yeye alikuwa mpelelezi, lakini alijifanya kuwa na tatizo la akili ili kumuonyesha kuwa yeye si mtu wa kutegemewa. Samira aliishi kwa matumaini ya siku za baadaye, akijua kuwa angalau alimpata Taji, japo alikuwa na changamoto ya kumuelewa. Aliona hisia za upendo kutoka kwake, lakini alikubali kuwa maisha yake ya kila siku yangeendelea bila kujali kama Taji alikuwa na asili kubwa au la. Usisahau kusubscribe ili kuweza kupata mwendelezo wa simulizi zetu kutoka hapa Gray Simulizi. Taji alijitahidi kufanya kazi yake kwa siri bila kugundulika. Alikuwa na wigo mpana wa upelelezi, akiwa na mawasiliano na washirika wake wa karibu kutoka kwa jeshi, wakala wa usalama na hata watu wa kawaida ambao walikuwa wanamsaidia kwa kujua siri za makundi ya kifedha yaliyokuwa yanadhibiti uchumi wa nchi. Alifanya kazi yake ya kipelelezi kwa ufanisi mkubwa, akichunguza kwa undani na kufanya tathmini za kibiashara, kifedha na kisiasa kwa njia ambazo zilikuwa ngumu kutambulika. Lakini aliishi katika mzunguko wa hatari, akiwa na mgeni kila anapogeuka kona. Aliishi kwa kificho, akihusiana na watu wachache tu. Samira alijua kuwa Taji alikuwa na siri, lakini alijua pia kuwa alitaka kumsaidia. Hakuwa na hakika kama alikuwa na uhusiano na kundi lolote la kifedha, lakini alijua kuwa Taji alikuwa na uwezo wa kumsaidia kufichua ukweli. Muda ulivyoenda, Taji aliendelea kufanya kazi yake kwa mafanikio, akivunja mitandao ya uhalifu na kutoa taarifa muhimu kwa serikali. Lakini mwishowe aligundua kuwa aliingia katika mtandao wa uhalifu wenye nguvu kubwa, na ilibidi
kufanya maamuzi magumu kuhusu maisha yake mwenyewe. Aliishi katika hali ya kutokuwa na uhakika kama angeweza kuendelea kuishi au kama alikuwa amejiingiza katika shida isiyoweza kutatuliwa. Alijua kuwa aliishi katika kivuli cha giza, akijifanya kuwa ni mtu aliye na matatizo ya akili. Alijua pia kuwa kumekuwa na mambo mengi yaliyojificha nyuma ya uso wake wa kawaida. Taji alikuwa na siri kubwa zaidi ya alivyoweza kuelezea kwa mtu yeyote. Hadithi ya Taji ilikuwa ya kusisimua, ikichanganya hisia za upendo, vita ya mafisadi na maisha ya upelelezi yaliyojificha kama chizi. Aliishi maisha mawili kwa wakati mmoja, akijua kuwa hawezi kumwambia mtu yeyote ukweli kuhusu kazi yake. Lakini alijua kuwa baada ya kumaliza kazi hiyo, maisha yake yangekuwa tofauti kabisa. Usisahau kusubscribe ili kuweza kupata mwendelezo wa simulizi zetu kutoka hapa Gray Simulizi. Lakini kila hatua alichukua, kila alivyofanya kazi ya siri, aliingia katika mtego wa hatari zaidi, akijua kuwa ilikuwa tu swala la muda kabla ya kugundulika na mashirika ya uhalifu. Alijua kuwa aliishi kwa hatari kubwa, lakini alijivunia jinsi alivyokuwa na uwezo wa kudhibiti mambo, akifanya kazi kubwa ya siri bila kushikwa. Hadithi ya Taji ilimaliza kwa kumfundisha kila mtu kuwa katika dunia ya kisasa, mtu anaweza kuwa na sura ya kawaida kabisa na kuishi maisha ya kawaida, lakini siri za maisha yake zinaweza kuwa za ajabu na za kutisha zaidi kuliko alivyoweza kuficha. Msikilizaji wa Gray Simulizi, na huo ndio mwisho wa simulizi yako pendwa inayokwenda kwa jina la Siri za Giza. Nilikusimulia simulizi hii ni mimi Gray Simulia. Usisahau kusubscribe ili kuweza kupata mwendelezo wa simulizi zetu kutoka hapa Gray Simulizi.